kufanya wenyewe badala ya kunyosha mabakuli na kuomba. After all, mabakuli yenyewe siku hizi hayaingizwi kitu. Hizi ni nondo za habari kutoka Kemgongo TV. Mimi ni Chazi Fabian. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amesema ni wakati wa nchi kujitegemea kwa kutumia mapato yake ya ndani badala ya kunyosha mabakuli kuomba misaada, akibainisha kuwa misaada hiyo imepungua kwa kiasi kikubwa na hata iliyopo imejikita zaidi katika ushirikiano wa kibiashara. Akizungumza wakati wa kupokea ripoti ya Tume ya Rais ya Maboresho ya Kodi hii leo Machi 18 Ikulu jijini Dar es Salaam, Rais Samia amesema serikali inalenga kufanya maboresho ya sera ya ubia kati ya sekta ya umma na binafsi, yani PPP, ili miradi mikubwa ifanywe kwa kushirikiana na sekta binafsi, huku mambo ya ndani yatekelezwe kwa kutumia mapato ya ndani. Ameeleza kuwa sekta muhimu kama maji, umeme, elimu na barabara pamoja na matengenezo yake zinapaswa kufanywa na serikali yenyewe kwa rasilimali zake badala ya kutegemea misaada ya nje ambayo imekuwa na mwelekeo wa kibiashara zaidi. Rais Samia amesisitiza kuwa mfumo wa sasa wa misaada umebadilika na kuwa kibiashara, yani trade for aid. Hivyo hakuna tena utegemezi wa misaada ya bure kama ilivyokuwa hapo awali. Ametoa wito kwa wananchi kulipa kodi ili serikali iweze kukusanya mapato ya kutosha kwa ajili ya kutoa huduma, akisisitiza kuwa bila kodi serikali haitaweza kutekeleza majukumu yake ya msingi. Sera zetu au kodi zetu ziwe neutral, hazikandamizi watu, hazipendelei watu. Ziwe neutral, fanye biashara, alipe kodi, serikali ikusanye mapato, tuendelee kufanya kazi zetu. Na zisiumize wale ambao wanajinaniki uchumi, lakini kodi ambazo zinakuza biashara na zinakuza mapato nchini. Lakini jengine zitutoshe, tuendelee kuongeza wigo wetu wa ukusanyaji. Amesema mwenyekiti wa tume hapa kwamba mapendekezo walioyatoa tukiyatekeleza yatatusogeza basi mpaka tufikia 18% ya GDP ya ukusanyaji wa kodi zetu. Tutakuwa tunasogea na vile viwango vilivyowekwa na ulimwengu polepole mpaka tutafika tunakokwenda. Hii tutosheleze kuweza kufanya matumizi na huduma za ndani ya nchi. Tuweze yale makubwa, tutawalika private sector, tutaalika uwekezaji, tutaalika watu wengine tuje tufanye nao. Tunarekebisha sera yetu ya PPP, Public Private Sector Partnership. Tunakwenda kuifanyia marekebisho na yenyewe ili mambo makubwa tufanye na private sector, lakini yale ya ndani, maji, umeme, elimu, barabara, maintenance zake na nini, yote tuwe tuna pesa ya kutosha tuweze kufanya wenyewe badala ya kunyosha mabakuli na kuomba. After all, mabakuli yenyewe siku hizi hayaingizwi kitu. Sasa hivi ni aid na ni trade for aid, sio? Yaani tufanye biashara, tusaidiane. Anayekuja apate na sisi tupate. Yale ya misaada tu tupeni. Mikopo ipo, lakini misaada safi imepungua kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo tukusanye ndani ili tuweze kufanya mambo yetu. Na wananchi walielewe hilo. Walipe kodi, tukusanye, tutoe huduma. Serikali iweze kutoa huduma. Bila kodi serikali haitaweza kutoa huduma. Kwa hiyo wale wasimamizi wa kodi, na baada ya kufanya marekebisho yaliyopendekezwa hapa, mapendekezo yaliyotolewa, twende tukakusanye kodi tuweze kufanya maendeleo yetu ya ndani. Lakini pia huu ni msingi mzuri wa safari yetu ya Dira 2050. Tunajenga msingi imara ili tuweze kusanya na tuweze kuitekeleza dira yetu kwa yale ambayo yanatuwajibikia sisi kama serikali kuyatekeleza. Sikiliza, unataka kujenga nyumba imara kwa bei nafuu? Karibu Kemgongo Hardware. Tunaopatikana Dodoma karibu na ofisi ya kata ya Mchuka, mkabala na barabara ya lami ya kuelekea Mvumi. Sisi Kemgongo Hardware tunauza vifaa vyote vya ujenzi, kuanzia saruji, nondo, mabati, rangi hadi matofali. Matofali yetu sasa yanapatikana kwa saizi zote kama vile inchi 5, inchi 6, yakiwa katika hali ya uimara na yenye ubora kwa bei nafuu zaidi ya soko. Iko hivi, Kemgongo Hardware ndio sehemu sahihi kwa ujenzi wako wa ndoto. Wasiliana nasi kupitia simu namba 0750694276 ama 0653611722. Kemgongo Hardware, karibu ujenge nasi kwa gharama nafuu.